Binti huyu mdogo anaamua kukubaliana na kile ambacho anakitaka mzee huyu ili aweze kupata pesa ambazo atakwenda kumtibia mama yake mgonjwa. Hii ni simulizi ambayo inasikitisha kweli kweli na kusisimua. Mtazamaji, sikiliza na kutazama simulizi hii mwanzo mpaka mwisho. Sasa tunaanza. Jua lilikuwa limeanza kutua nyuma ya mlima wa Kihumbu, likipata anga yenye rangi ya machungwa na dhahabu. Kijiji kizima kilikuwa kimetulia, watu wachache wakiharakisha kutoka mashambani wakiwa wamechoka kweli kweli, lakini tabasamu la matumaini. Ndani ya kijiji hicho kulikuwa na nyumba moja ya udongo iliyojaa upendo na maumivu kwa wakati mmoja, nyumba ya mama Asha. Hivyo basi, Asha alikuwa ni msichana wa miaka 18, mrembo kwa asili, mwenye tabia ya heshima na moyo wa kujituma. Mama yake, mama Asha, alikuwa ni mjane wa miaka mingi tangu mumewe kufariki kwa ajali ya pikipiki alipokuwa akitafuta riziki mjini. Tangu siku hiyo, maisha ya Asha na mama yake yalitegemea kilimo kidogo cha mboga na kazi ndogo ndogo za kijiji. Siku hiyo jioni, Asha arudi nyumbani akiwa na ndoo ya maji kichwani. Alimkuta mama yake akikohoa sana hadi machozi yanamtoka. Alimtazama mama yake kwa macho ya wasiwasi na kumuuliza, "Mama, umekunywa dawa ulizopewa na nesi wa zahanati?" aliuliza Asha huku akimshika bega ya mama yake. Mama Asha alitikisa kichwa. "Nimezimeza mwanangu, lakini sasa zinaonekana hazifanyi kazi. Maumivu haya yamezidi mwanangu." Hayo ni maneno kwake mama yake na Asha kizungumza. Asha alikaa kimya, moyo wake ukijaa hofu. Kwa wiki kadhaa sasa hali ya mama yake ilikuwa ikizidi kuwa mbaya. Walisema ni ugonjwa wa kifua, wengine wakasema moyo, lakini ukweli haukujulikana. Zahanati ya kijiji haikuwa na vifaa vya vipimo. Walisema matibabu kamili yanahitaji kufanywa mjini, umbali wa zaidi ya kilomita 80, na gharama ilikuwa si chini ya shilingi milioni 5 fedha taslim. Asha alishtuka kweli kweli aliposikia habari hizo ambazo ameambiwa na mama yake. Hakuwa hata na laki moja Asha. Kila siku alikuwa akiamka mapema kwenda kuvuna mboga na kuuza sokoni, lakini faida haikutosha hata kwa chakula. Siku moja wakati Asha akiwa sokoni, mzee mmoja aitwaye Mzee Rashidi alifika. Alikuwa ni tajiri wa kijiji, mwenye mashamba, ng'ombe wengi na nyumba kubwa ya mabati mapya. Alijulikana pia kwa maneno yake ya utamu kwa wasichana wadogo. Alimuita Asha kwa sauti ya upole. "Asha mwanangu, habari ya mama yako? Nimesikia hali si nzuri." Asha alijibu kwa adabu, "Ni kweli mzee, lakini tunamwamini Mungu." Mzee Rashidi alitabasamu kwa upole uliobeba maana nzito. "Mungu ni mwema, lakini pia inafaa kusaidiana. Ukinipa muda wa kuongea na wewe kesho, labda nitakuwa ni njia ya kumsaidia mama yako." Hayo ilikuwa ni maneno ya Mzee Rashidi. Maneno yale yalimchanganya Asha. Alihisi kuna jambo nyuma yake, lakini hakuwa na nguvu ya kukataa mara moja. Usiku huo alilala akimwangalia mama yake akiugua kitandani, machozi yakimtililika kimya kimya. Alimuomba Mungu kwa moyo wote, Mungu, usiniruhusu nifanye jambo baya." Haya ni maneno ambayo anajisemea Asha akiwa amelala huku akimtazama mama yake ambaye anaugulia maumivu makali. Asubuhi iliyofuata, Mzee Rashidi alifika tena. Alikaa chini ya mti wa mwembe karibu na nyumba yao akiwa na bahasha mkononi na kumuita Asha. Asha alitoka, kisha Mzee Rashidi akasema, "Asha, nimekuwa nikifikiria sana hali ya mama yako. Mimi ninaweza kukusaidia. Si milioni 5 tu, bali milioni 7. Utampeleka mjini, atatibiwa vizuri kabisa." Asha alishikwa na butwaa na kumuuliza Mzee Rashidi, "Lakini mzee wangu, nitakulipaje pesa hizo? Sina kitu mimi." Mzee Rashidi alimtazama Asha kwa macho ya matamanio na kupunguza sauti na kuzungumza maneno haya, "Sina haja ya kulipwa kwa pesa. Nahitaji tu muda wako, upendo wako." Haya ilikuwa ni maneno mazito ambayo Mzee Rashidi anamwambia binti Asha. Maneno haya yalikuwa ni makali sana kwa Asha. Alijua wazi maana yake, lakini akanyamaza. Muda ukasonga usiku ule wa tukio hilo, akijiuliza, "Je, Mungu atanielewa nikifanya jambo baya kwa ajili ya mama yangu, au atanihukumu?" Hayo ilikuwa ni maneno ya kwake Asha. Mama yake na Asha alitazama na kumtazama binti yake akiwa anajiuliza maswali huku analia. Mama huyo akajikongoja sana kuweza kuzungumza maneno haya. Alijaribu kuzungumza kwa sauti dhaifu sana na kusema, "Usijali mwanangu, Mungu ataniponya."
hata kama nitakufa. Najua umejitahidi, usijilaumu mwanangu. Hayo ilikuwa ni maneno mazito yenye uchungu ya mama yake na Asha. Asha alishindwa kujibu. Kila neno la mama yake lilimchoma moyoni kama moto. Alihisi mzigo mkubwa wa lawama, kwamba kama angekuwa na uwezo mama yake asingeteseka hivi. Alijilaza sakafuni akitazama paa lililokuwa na nyufa ndogo ndogo akiwaza, kama Mungu amweka mzee Rashidi kwa njia yangu hii, labda hii ndio njia ya kusaidia mama. Lakini itakuwa ni dhambi nitaweza kuishi nikijua nimefanya kosa ila kumwokoa mama yangu. Haya ilikuwa ni maswali ambayo Asha anajiuliza na kujizungumzia kimoyomoyo. Saa zilisonga taratibu. Alfajiri ilipokaribia alisikia sauti ya kuku wakiwika. Asha aliamka akaenda nje. Upepo wa asubuhi ulikuwa baridi na mwepesi mno, ukijaa harufu ya udongo na maua ya pori. Alipiga magoti chini ya mti wa mwembe akaanza kuomba kimya kimya. Mungu niongoze. Siwezi tena kuona mama akiumia. Nipe ishara kama ni sawa basi nielewe. Haya ilikuwa ni maneno machungu sana akiyazungumza binti Asha. Siku ilipochomoza, hali ya mama yake ilizidi kuwa mbaya zaidi. Alianza kupumua kwa shida, akikohoa damu kidogo. Asha alilia sana akimkumbatia. Majirani walipoona hali hiyo, walimshauri aende mjini haraka, lakini hakuna aliyekuwa na uwezo wa kumpa msaada mkubwa wa kifedha. Mchana ulipowadia, mzee Rashidi alimtuma kijana wake kumuita Asha nyumbani kwake. Asha alihisi hofu kubwa, lakini akaamua kwenda. Alipofika alikuta nyumba kubwa yenye kuta za rangi ya cream, viti vya bei na harufu ya kahawa ikitoka jikoni. Mzee Rashidi alikuwa amekaa sebuleni, amevalia suti yake safi. Alimtazama Asha kwa macho makini, kisha akasema kwa sauti ya upole lakini yenye nguvu, Asha, nimekupa muda wa kufikiria. Mama yako yuko mahututi. Ninaweza kumsaidia leo hii, lakini nataka uhakikishe utanitimizia ahadi yangu. Asha alitaka kujaribu kujibu, lakini sauti haikutoka. Akajikuta na baki kimya tu, machozi yakimtiririka. Sina cha kufanya mzee, alisema kwa sauti ndogo sana. Nataka mama yangu aishi. Mzee Rashidi atabasamu, kisha akatoa bahasha ya shilingi milioni 7 na kusema, hii hapa milioni 7. Ukinipa kile ambacho nakihitaji, basi nakupa hizi fedha milioni 7. Asha hakupinga. Aliamua kukubali kufanya kile ambacho nakihitaji mzee Rashidi. Na baada ya tukio hilo, Asha alichukua bahasha ile kwa mikono iliyotetemeka kweli kweli. Wakati anatoka alihisi dunia imepoteza uzito wake. Miguu yake ikawa ni mizito kama chuma. Moyo wake umejaa mkanganyiko wa huzuni na hatia. Alijua amefanya uamuzi atakao kumbuka maisha yake yote. Usiku ule hakulala tena. Alikaa karibu na mama yake akimsikiliza akipumua kwa shida. Aligusa nywele za mama yake taratibu, akasema kwa sauti ya chini, mama, kesho utapona. Nitahakikisha unapona hata kama itanibidi kujiumiza. Hayo yalikuwa ni maneno ya kwake binti huyu mdogo Asha. Ilipofika asubuhi, Asha alianza kupanga kila kitu katika kabegi kake kadogo, kisha akamchukua mama yake akaita usafiri na bahasha yenye shilingi milioni 7 alikuwa nayo. Akaitumbukiza humo na kuanza safari moja kwa moja ya kuelekea mjini kwa ajili ya kwenda kumsaidia mama yake. Mama yake na Asha alisafirishwa moja kwa moja kuondoka kijijini na kuelekea mjini. Mama huyu licha ya kuwa anaumwa, lakini alijua ya kwamba mwanake binti yake anakabiliwa na mzigo mkubwa zaidi kuliko kawaida, na umri wake ni mdogo kuliko mambo ambayo anayapitia kutokana na kupata hizo fedha, ambapo hata yeye mwenyewe mama yake hajui fedha hizo amezitoa wapi. Kisha mama huyu wakati katika usafiri alizungumza maneno haya kwa uchungu na kusema, mwanangu, usiogope. Nimeona jinsi ambavyo una moyo wa kujitolea. Hayo ilikuwa ni maneno kwake mama yake na Asha akizungumza kwa uchungu. Safari yao ya kwenda mjini ilikuwa ni ndefu, yenye changamoto nyingi. Njia za vijijini zilikuwa zenye vichaka na mabonde makali, hivyo walipambana na mabonde na milima. Wakati walipoingia mjini, kila kitu kilionekana tofauti. Sauti ya magari, mwendo wa watu, majengo makubwa, maduka yenye taa zinazong'ara. Yote hayo yalikuwa ni maajabu kwa Asha ambaye hakuwahi kufika mjini. Hivyo moja kwa moja Asha na mama yake wakafikishwa mpaka hospitali. Mama yake akaingia hospitali katika chumba cha matibabu ya dharura. Hivyo basi matibabu yakaanza mara moja. Baada ya matibabu ya wiki moja, madaktari walifanya kila uchunguzi na matibabu yote yalifanyika vizuri kabisa. Pumzi ya mama yake na Asha ilirudi kama zamani na afya yake kaanza kutengema katika wiki moja tu. Na baada ya wiki nyingine, wiki 2 hospitalini, mama yake na Asha akapona kabisa. Akaruhusiwa kurudi kijijini. Asha akaita usafiri moja kwa moja akarudi kijijini kwa ajili ya kuendelea na maisha mama yake. Walifika katika nyumba yao ndogo ya udongo.
Asha akiwa ni mwenye furaha isiyo na kifani. Kila mtu kijijini alishangilia uponyaji wa mama yake. Asha alihisi mizigo yote ya hatia na hofu imepungua, akijua kwamba upendo wa kweli unalipa, sio kwa njia rahisi bali kwa uamuzi wenye ujasiri na kujitolea. Wakati walipofika nyumbani, jua lilikuwa likichomoza juu ya shamba lao dogo. Hali ilikuwa tulivu kabisa, lakini moyo wa Asha ulikuwa imara. Alijua kuwa maisha yanaweza kuwa magumu, lakini upendo na dhamira ya kweli huleta mwangaza hata katika giza la hali ngumu. Aliketi chini ya mti wa mwembe kama kawaida yake, mikono yake ikishikilia mikono ya Asha, kisha akasema, "Mwanangu, wewe ni zawadi aliyenipa Mungu. Umesalia nami kwa moyo wako wote, na sasa tunaweza kuanza maisha mapya hapa kijijini." Asha alijibu kwa tabasamu, macho yake yakijaa furaha na uhakika, na kusema, "Mama, tuna pesa nyingi, lakini tuna maisha, na kila hatua tunayoipiga itakuwa kwa heshima na upendo. Hii ndio zawadi kubwa zaidi kwetu. Uhai wako kwangu ni furaha." Haya yalikuwa ni maneno mazito ambayo Asha alimwambia mama yake. Hakuna mtu ambaye alijua siri ambayo imejificha. Ni wapi fedha hizo Asha ametoa, na mama yake kwa kuwa ni mtu mzima alijua nini hasa ambacho kimetokea kwa binti yake, lakini alishindwa kumuuliza kwa kuwa alijua tamvunja moyo na kumkatisha tamaa kwa jitihada na nguvu nyingi ambazo alitumia kwenye kupona kwake. Na hapo ndio mwisho wa simulizi yetu nzuri ambayo inamuhusu binti Asha ambaye alijitoa kimasomaso kwa kufanya jambo la ajabu kwa ajili ya kumsaidia mama yake. Wewe, maoni yako ni yapi kuhusiana na kitendo ambacho amekifanya Asha? Je, Asha alifanya kitendo sahihi ama alikosea kufanya hiko kitendo? Maoni yako ni muhimu sana. Andika maoni yako hapo katika sehemu ya comment na tukutane tena katika video nyingine. Bye bye, mpaka wakati mwingine tena.